Tumegusia kwamba tabia nyingi mbaya hukuzwa na usiri mwingi, hukuzwa na aibu. Aibu inakuza sana tabia. Yaani kitu chochote ambacho unakionea aibu, ujue unazidi kugandamiza hiyo tabia izidi kuwa kubwa. Kwa mfano, mtu ambaye anaogopa kusimama mbele ya watu na kuongea, si anaona aibu? Ile tabia yake ya kuogopa kuongea na watu si haitapungua. Tena atakaposhindwa kabisa kuongea na watu ndio itazidi zaidi, kwamba siku nyingine hawezi hata kuthubutu. Kwa mfano, mtu ambaye anaamini kabisa, mimi ninafanya masturbation, natakiwa niache. Sasa ile nataka niache, hiyo ni hisia ambazo hazisikilizwi, ndio maana anaendelea kufanya lile jambo. Kuta kabisa tabia unaitafsiri, unaona kabisa hii tabia sio nzuri. Na mbaya zaidi ni kwamba tabia ile inakuwa inajengeka kama kinga. Yaani kwamba wewe labda una changamoto, kwa hiyo tabia ile unayoifanya inakuwa kama kinga. Lakini pia njia ya kupata nafuu. Yaani mtu anaona ni shortcut inaweza kupata nafuu. Ukishasikia tu kitu ni uraibu, maana yake hata kama ni kizuri kimeshavuka ukiasi. Yaani kuna mtu anakwambia yeye anaishi hivyo. Tumegusia kwamba tabia nyingi mbaya hukuzwa na usiri mwingi, hukuzwa na aibu. Aibu inakuza sana tabia. Yaani kitu chochote ambacho unakionea aibu, ujue unazidi kugandamiza hiyo tabia izidi kuwa kubwa. Kwa mfano, mtu ambaye anaogopa kusimama mbele ya watu na kuongea, si anaona aibu? Ile tabia yake ya kuogopa kuongea na watu si haitapungua. Tena atakaposhindwa kabisa kuongea na watu ndio itazidi zaidi, kwamba siku nyingine hawezi hata kuthubutu. Kwa mfano, mtu ambaye anaamini kabisa, mimi ninafanya masturbation, natakiwa niache. Sasa ile nataka niache, hiyo ni hisia ambazo hazisikilizwi, ndio maana anaendelea kufanya lile jambo. Kuta kabisa tabia unaitafsiri, unaona kabisa hii tabia sio nzuri. Na mbaya zaidi ni kwamba tabia ile inakuwa inajengeka kama kinga. Yaani kwamba wewe labda una changamoto, kwa hiyo tabia ile unayoifanya inakuwa kama kinga. Lakini pia njia ya kupata nafuu. Yaani mtu anaona ni shortcut inaweza kupata nafuu. Ukishasikia tu kitu ni uraibu, maana yake hata kama ni kizuri kimeshavuka ukiasi. Yaani kuna mtu anakwambia yeye anaishi hivyo.